Naam, hujambo mtazamaji na karibu. Jina langu ni Sam Amani, mwenzangu kwa lugha ishara ni Millicent Randa. Karibu. Naam, gavana wa kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja amemsimamisha kazi afisa mkuu wa upangaji wa miji wa kaunti Patrick Akivaga Analo. Mjeledi huu wa Sakaja ukija siku moja tu baada ya maafisa wa tume ya maadili na kukabili ufisadi nchini EACC kuvamia makazi yake na kupata shilingi milioni 65 pesa taslimu. Yanajiri huku kaunti ya Nairobi ikiendelea kukumbwa na sakata mbalimbali ambazo hazijashughulikiwa. Mjeledi huo pia ukimwangukia pia Charles Kerich ambaye ni waziri wa fedha wa kaunti aliyehukumiwa kifungo cha miezi 3 jela kwa ukiuka maagizo ya mahakama. Davis Meria ana maelezo zaidi. Chini ya saa 24 baada ya maafisa wa EACC kumkamata afisa mkuu wa upangaji na maendeleo ya kaunti ya Nairobi Patrick Analo Akivaga nyumbani kwake Syokimau, kaunti ya Machakos, baada ya kupatikana na shilingi milioni 65 fedha zinazohusishwa na ufisadi, gavana wa kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja amechukua hatua kali na kumsimamisha kazi Analo. Kufuatia shinikizo kutoka kwa umma na tume ya maadili na kupambana na ufisadi nchini EACC, gavana wa Nairobi Johnson Sakaja amechukua uamuzi huo, akibainisha kuwa atashirikiana kikamilifu na vitengo vya uchunguzi, huku akimzuia Analo kuingia ofisini kwake, kupata nyaraka rasmi au mawasiliano yoyote ya kaunti wakati wa kipindi hiki cha kusimamishwa kazi. Dominic Mutegi ambaye anahudumu kama mkurugenzi wa usimamizi wa maendeleo sasa ameteuliwa kikaimu nafasi hiyo. Huku akisubiri kukamilika kwa uchunguzi kutoka kwa EACC, Analo ameachiliwa kwa dhamana ya pesa taslim ya shilingi 500,000. Mkewe ambaye pia alikamatwa wakati wa operesheni hiyo alikuwa ameachiliwa mapema kwa dhamana ya shilingi 1,100 siku ya Alhamisi. Hata hivyo, mabadiliko haya katika baraza la mawaziri la Sakaja yanaonekana kutochochewa na EACC, ila ni umma ambao umezidi kuibua maswali kuhusu msururu wa kashfa ambazo zimekuwa zikikumba kaunti hiyo. Hii kijiri wiki mbili baada ya mahakama kumhukumu waziri wa fedha wa Nairobi Charles Kerich kifungo cha miezi 3 jela kutokana na madai ya ubadhirifu wa fedha unaohusisha fedha za bunge la kaunti ya Nairobi. Sakaja pia akigeuzia shoka lake afisa huyo kwa kumsimamisha kazi. Davis Meria, KTN. Nayo serikali imeanza mikakati ya kutafuta suluhu kutokana na visa vya utovu